Kwa majina naitwa Kaijage Wilbur John. Ni katibu wa umoja wa vijana kata ya Kunduchi. Lakini ni mkazi wa jimbo hili la Kawe. Hapa nitaongea kama mkazi wa jimbo la Kawe. Sitaongea kwa nafasi yangu. Na sitokuwa na mengi sana ya kusema. Lakini sito pia kuwa mbali na mwenzangu aliyetangulia. Ndugu waandishi, sisi kama wakazi wa jimbo la Kawe wenye mbunge wetu, kwanza tumeshangazwa, lakini pili tumesikitishwa sana na kilichofanywa na mbunge wetu wa jimbo la Kawe, kwa sababu ni mtu ambaye tunamheshimu, tunamwamini, na sisi kama vijana ni watu ambao tulikuwa tunatamani kujifunza kwake. Lakini kupitia hili alilolifanya, sisi wote tumebaki midomo wazi, kwa sababu Mheshimiwa Josephat Gwajima ni mbunge wa jimbo la Kawe, ni mneki wa CCM taifa, ana kofia mbili, anashiriki vikao viwili vikubwa, anashiriki kikao cha bunge, lakini anashiriki kikao cha halmashauri kuu, ambacho kikao kile mwenyekiti wa kikao kile ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu ambaye alienda pale kumshambulia, mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuongea naye ndani kwenye kikao cha ndani. Yeye amemwacha ndani, amekuja kuzungumza nje. Lakini katika press yake kuna jambo alilisema ambalo sio kweli. Alisema Gwajima kwamba katika vikao vile vya halmashauri kuu hapati nafasi ya kuyasema yale aliyosema. Lakini alikadhalika akasema katika bunge muda anaopata wa kusema yale muda mdogo, anapata dakika 4 au 5. Kwa dakika zile zisingemtosha kuyasema yale ambayo ameenda pale kuyasema. Jambo ambalo katika misingi ya mwana CCM sio kweli. Sisi wana CCM hatuna utaratibu wa kwenda kucharuana mitandaoni. Huu ni utaratibu wa kwake yeye, ni utaratibu wa wanaharakati wengine, sio utaratibu wa CCM. CCM ina kanuni zake, ina miiko yake, ina maadili yake. Kusema apate nafasi kwenye halmashauri kuu, tafsiri yake ni kuonyesha kwamba mwenyekiti wa halmashauri kuu ni mbabe, hatoi nafasi kwa wajumbe, jambo ambalo sio kweli. Halmashauri kuu taifa ina wajumbe wengi sana. Wajumbe wale wangesha lalamika kwamba mwenyekiti anakuja kwenye kao anaongea peke yake, anafunga kikao. Tafsiri yake heiza kwenye vikao hauzuri, au akifika katika vile vikao haombi nafasi ya kusema. Alichokiamua ni kuja nje, heiza kwa matamanio yake binafsi. Kuna uwezekano, sisi tunaamini kuna uwezekano wakati anakuja CCM lipo jambo moja kubwa ambalo alilifikiria ndani ya hii miaka 5 hatalipata, na bahati mbaya halijawa, kwa anaona aagane na CCM kwa staili ile. Kwa nini na asema haya? Mheshimiwa Gwajima, ikumbuke 2020 Gwajima hakushinda kura za maoni, wala hakuwa hata mshindi wa pili, alikuwa mtu wa 3. Gwajima kilichomfanya arudi ni taarifa za vyombo hivyo ambavyo yeye leo anavishambulia. Vyombo vikaenda vikasema kwenye kamati kuu kwamba ingawa hajaongoza kula za ndani, lakini wananchi nje wanamhitaji, na vyombo vikamrudisha. Kamati kuu ikasikiza taarifa ya vyombo, ikamrudisha, kwa sababu msingi wa chama chetu mtu arudi tu kwa sababu mtu mmoja anamtaka. Ni kikao na taarifa ya nje inasema nini. Lakini leo baada ya vyombo vile kumrudisha, labda aitegemea vyombo vile vitapeleka taarifa nyingine ambako yeye aliamini kuna uwezekano kwa nafasi yake, kwa kufahamika kwake, aitegemea kuna jambo kubwa atalipata nje na ubunge ndani ya miaka 5. Sasa kwa sababu hajalipata, anaona atoke nje, aitusi CCM, amtusi rais wetu, avitukane vyombo vyetu. Sisi kama vijana hatumuunge mkono wala hatukubaliani na jambo hili hata kidogo. Tulitegemea kipindi hiki kuelekea uchaguzi wa mbunge, uchaguzi wa rais,
una uchaguzi wa udiwani, tuitegemea Gwajima afanye place ya kwenda kusema yale aliyoyaahidi 2020 mpaka leo, yapi ameyatekeleza, yapi hajatekeleza, yametekelezeka kwa asilimia ngapi. Haendi atuambie. Leo angetuambia kwa nini hajatekeleza yale, na kilichomkwamisha hasiyatekeleze yale ni serikali au hiyo vyombo anaovisema, tungemuona mtu wa maana na jimbo hili tungesema kweli tunaye mbunge. Lakini Mheshimiwa Gwajima robo tatu ya vitu ambavyo haliviahidi, karibu robo tatu hakuna kilichotimia halivyoviahidi yeye. Kwa kwanza naomba nimkumbushe Askofu Josephat Gwajima, viongozi wetu waliokuwa na dhamana ya kuliongoza taifa hili hawajawahi kufanya uteuzi wa nafasi yoyote nyeti ya taifa letu kwa kuamini uswaiba, mahaba ya mtu kwa nafasi anayompatia. Mara zote anayeteuliwa huwa anateuliwa kwa utendaji wake wa kazi, uzalendo kwa nchi yake, lakini pia uzoefu wa namna alivyotumikia taifa letu kwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo si kweli kwamba wako baadhi ya wakuu wa vyombo vya ulinzi wameteuliwa kwa matashi ya watu wenye mamlaka ya kufanya hivyo. Lakini Askofu Josephat Gwajima akaenda mbali na kusema yeye anayo maeneo kwenda kuzungumza na akayaainisha. Lakini moja ya eneo ambalo akasema hawezi kulifikisha jambo hilo ni kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni sehemu ya wanufaika wa hayo. Ndugu zangu, mimi na nyinyi ni mashahidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6 na awamu zote zilizopita hawajawahi kuwa wanufaika wa tukio lolote baya au ovu dhidi ya Mtanzania yoyote kwa taifa letu. Mimi na nyinyi ni mashahidi. Wako baadhi ya Watanzania walikutwa na kadhia ima ya kupotea au kutekwa. Rais wetu ameonyeshwa kuguswa na kuchukizwa na hayo. Wako baadhi yao amechangia matibabu yao pale ambapo walipatikana. Ni ishara tosha kwamba rais wetu si sehemu ya kunufaika na hayo aliyozungumza. Ndugu zangu, hivi sasa tupo katika kipindi kizito cha uchaguzi. Miezi michache ijayo taifa letu la Tanzania litaingia katika uchaguzi. Tunapokwenda katika uchaguzi, tunawasihi na kuwataka wale wote ambao wana nafasi mbalimbali aidha za kutuwakilisha katika vyombo vya dola, ima ndani ya vyama vya siasa, matamshi yao wanayoyatoa wayatazame. Wanazungumza nini? Wanasema wapi? Na katika eneo gani? Kipindi tulicho nacho si kipindi cha kuzungumza maneno ambayo yataleta adha, kero, shida na changamoto kubwa katika taifa letu la Tanzania. Kipindi hiki wako baadhi ya wanasiasa wasiotakia mema taifa letu la Tanzania. Ndio kipindi ambacho upenyeza na kupitisha agenda mbalimbali zenye kulifarakanisha taifa letu la Tanzania. Kwa tunawasihi sana wale wenzetu wenye nafasi mbalimbali kutazama kinywa chao kipindi ambacho wanakwenda kuzungumza. Tutakumbuka mambo haya ya utekaji, upoteaji ndani ya taifa letu la Tanzania. Awamu ya 6 si mara ya kwanza kutokea, na hakuna Mtanzania yoyote awe wa CCM awe wa nje ya Chama cha Mapinduzi anayefurahishwa na mambo
ya namna hiyo. Hakuna Mtanzania aliyotayari kushuhudia hakuna Mtanzania aliyotayari kuona Mtanzania mwenzake anapotea na watu wasiojulikana au kwa hila za kisiasa. Hatuko tayari dhidi ya hilo. Kwa hiyo wanasiasa wasitumie mambo haya kama mtaji wa kisiasa tunapoelekea. Wanasiasa wasitumie mambo haya kama mtaji wa kutafuta huruma kwa wananchi kwa kipindi hiki tulicho nacho. Tunawaomba wanasiasa wetu ndani ya taifa letu, tumieni kazi mlizozifanya kwa wananchi wetu kuwa kama kielelezo cha nyinyi kurudi katika nafasi mlizo nazo. Msitumie uchonganishi kwa wananchi kama sehemu ya kujipatia uhalali wa kurudi katika nafasi mlizo nazo.